kabla sijampisha mmoja kati ya wenzangu. Jambo la pili nataka kuwapa nasaha watu wote wenye lengo la kuhiji mwaka huu. Tumeshasema sana mihadhara, warsha, makongamano sana kuwaeleza watu namna ambavyo taratibu za hija zimebadilika sana. Taratibu za hija sio kama zamani tena. Zamani ilikuwa mtu mpaka huu mwezi wa Shaabani umeingia wala hajawa na habari kabisa ya maandalizi ya hija. Katulia tu. Shaabani imeingia, Ramadhani, Shawali huko mwisho mfungo mosi huko. Sasa kuna hija mwingine analipa bado wiki moja kusafiri. Zamani na wamesafiri watu kama hivyo. Hivi sasa kama kuna mtu anakereketwa na ibada ya hija, anataka kwenda kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akishika ule mfumo wa zamani wa kusubiri mfungo mosi, jawabu ni jepesi tu, ni kwamba hatokwenda. Hija ya mwaka huu hatoipata. Anatakiwa sasa hivi hujaji ahakikishe hii Shaabani kama hajalipa jana na juzi alipe leo. Kwa sababu gani? Kule Saudia ikifika mwezi 15 Shaabani, mwezi 15 mwezi huu Shaabani, lazima mikataba yote iwe imeshafungwa na kusainiwa. Mikataba gani? Kuna mikataba ya mahoteli, kuna mikataba na wapishi wa huko mahotelini, lakini kuna mikataba ya malipo ya ndege za kusafiria, kuna malipo ya mashair. Mashairi ni kule Mina, Muzdalifa na Arafa, kule kumeshalipwa. Lakini kuna kitu kinaitwa tanazuli. Tanazul ni usafiri wa ndani. Ukifika pale Saudia utaanza kuhudumiwa na usafiri wa ndani. Kama umekwenda na ndege, umeshuka Jidda au umeshuka Madina, ukitoka kwenye ndege kufika hotelini utahudumiwa. Kuna basi litaletwa, utapanda likupeleke hotelini. Haya, hili basi linatakiwa kuwa limelipiwa mpaka mwezi wa Shaabani, liwe lishalipiwa, vinginevyo hujaji anajizuia kusafiri. Ukitoka zako mwezi 8, na mwezi 8 sote tunajua kama ndo siku ya kuanza hija, hasa mwezi 8 ya Umutaruya. Sasa ile siku ya mwezi 8 utaondoka pale Maka hotelini kwenda kule Mina, utachukuliwa na basi. Taib, ukifika Mina, sasa ile siku ya mwezi 9 inaitwa Yaumu Arafa, utatolewa pale Mina kwenda Arafa, utachukuliwa na basi. Siku ya mwezi 9 hiyo usiku, baada ya shughuli za Arafa, utachukuliwa na basi kupelekwa Muzdalifa. Sawa, ukifikishwa kule Muzdalifa, hapa ndio hakuna basi, ni kile kipande nilieleza cha kwenda kwa mguu. Lakini baada ya hapo ukirudi Mina, utakuwepo Mina. Siku ya kutoka Mina kurudi Maka hotelini, utachukuliwa na basi. Haya, ikikuwa unatoka zako Maka kurudi nyumbani, utachukuliwa na basi kupelekwa Jidda airport. Na kama uko Madina, utachukuliwa na basi kupelekwa uwanja wa King Abdulaziz pale Madina, ukapate ndege yako. Hizi gari zitakazo kubeba kwenye usafiri wa ndani, ili jambo linaitwa tanazuli, lazima liwe limelipiwa huko. Na mwisho wa mikataba yote hiyo ni mwezi 15 Shaabani. Tuondokane na mazoea. Binadamu anatakiwa kubadilika kwa kadiri yanavyobadilika mazingira. Asiwe mtu yule wa zamani ndiyo wa leo. Na hata kanuni za elimu zinasema manistawa indahu al-yawmani falyayqan bi annahu insanun fashilu. Mtu yoyote ambaye siku zake mbili zitalingana, ahakikishe mwenyewe kwamba kafeli. Kashafeli. Anatakiwa jana alivyokuwa asiwe hivyo leo kwenye yote. Kama jana alikuwa na ibada nyingi sana, leo aongeze kipande. Asiwe na capacity ya ibada kama ya jana, leo aongeze hatua. Kama jana alijitahidi kuacha maasi, leo iwe nguvu kuacha maasi kuliko alivyoyaacha jana. Asiwe wa leo ndio wa jana na wa jana ndio wa kesho. La, hivyo kwenye masuala haya ya hija. Mahujaji wa miaka 10-20 iliyopita sio sawa na harakati za hija za sasa. Sasa ni tofauti. Tupokee hizo tofauti zinazokuja. Haya mabadiliko ndo mwendo wa dunia. Dunia ni mabadiliko. Hata hujaji unakwenda kuiji mwaka huu, wewe mwenyewe utajua ulivyokuwa na nguvu miaka 10 iliyopita, sasa hivi huna tena. Unabadilika. Maisha yako ulivyokuwa nayo miaka 20 iliyopita, leo ni maisha mengine.
ama kwa kupanda juu au kuanguka, unabadilika. Na harakati na mifumo ya hija imebadilika kila mmoja, na kwa imani yangu mimi watu wengi kama sio wote wana uwezo bwana, ni kuto kufahamu maana, dhana ya huo uwezo ni kitu gani. Nimewaeleza watu mahala Kagera huko Bukoba, uwezo wa kwenda hija ni mambo matano, na hapa sio Dar es Salaam, lakini uwezo namba moja unaitwa istitaatul imania, ni ule uwezo wa kiimani. Akikupa Mungu imani ukawa Muislamu ni uwezo namba moja huo. Haya, kuna al-istitaatul insania, kuna uwezo wa kibinadamu. We sio mnyama. Mungu hajawahi kuambia ng'ombe wakahiji, sio? Mungu kawaambia watu ndo wakahiji, wa adhin fi nnasi bilhaji, watangazie watu wakahiji. Ukishakuwa mtu tayari una uwezo wa hija, maana wanahusika watu. Ukishakuwa mtu alafu Muislamu, uwezo unao tayari. Tatizo kubwa, yuko Muislamu, maisha yanaendelea, umri unakwenda, neno hija hata halipiti kwenye moyo wake kabisa. Yani sio miongoni mwa fikra zake, sio miongoni mwa mawazo yake. Yeye anawaza kupata pesa aongeze nyumba, anawaza kupata pesa aongeze mke, mathna wa thulatha wa rubaa, anawaza apate pesa aongeze kigari, kama hivyo. Kwenye fikra zake neno hija hafikiri, utadhani hahusiki. Sasa huyu anasema sina uwezo. Sio kweli, sio kweli kabisa. Ni yeye tu hajinasibishi na hilo jambo. Watu wote na wanasihi wote waweke nia ya kwenda hija, tena waweke nia mwaka huu, kwa sababu utasema mimi sina pesa. Usiseme hivyo. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vitu vyote mbinguni na ardhini vyote, ukiwemo wewe, vyote ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huna pesa ya kwenda hija, lakini una pesa ya kununua mchele mchana. Hiyo pesa kakupa nani kwani? Si amekupa Mwenyezi Mungu. Haya, una pesa wewe unapata, umedunduliza mpaka umejenga nyumba. Ni pesa ya nani kwani? Ya Mwenyezi Mungu. Basi na hiyo ya hija pia ni ya Mwenyezi Mungu. Jitahidi na uwe mweledi kufanya mipango na Mungu. Uwe unajua kufanya mipango na Mwenyezi Mungu. Kama alipokuwezesha ukajenga, kama alipokuwezesha ukapata kigari, anaweza kukuwezesha kwenda hija kila mwaka. Tatizo hufikirii, huwazi kwenda hija. Nataka watu wote tukahiji, na hasa mwaka huu, kwa sababu sisi uwezo wetu tunawezeshwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu yupo, wala hafi wala haendi likizo. Na la mwisho ni kufanya samari ya nyuma. Watu watukimbilie taasisi kama Al-Safa kwa huduma bora, huduma zilizojaa ikhlasi. Kuna kitu kinaitwa ikhlasi. Ikhlasi ni kufanya kazi ya Mungu kwa dhamira ya kupata radhi za Mungu, ndiyo ikhlasi. Na ni moja kati ya sifa za taasisi hii. Watakutumikia watu kwa uzito na uwepesi, lengo lao ni ikhlasi. Na nitakwambia neno moja, ndugu mtazamaji, Muislamu mwenzangu, hata mpaka utashangaa. Watumishi wa taasisi hii wakiwemo hawa mnaowaona hapa, wallahi wanafanya kazi hii hawalipwi hata senti, hata sentano, na Mola wangu ni shahidi wa ninachosema. Wanakwenda wanafanya kazi takriban karibu mwezi mzima, wanarudi, hakuna alowalipa posho, alowalipa mshahara, la, wanakwenda tumika tu. Pesa za kuacha nyumbani watatafuta wenyewe. Taasisi haimpi hata kiongozi mmoja pesa akaweke nyumbani kwa wanawe. Pesa kama kuna kitu anatamani kule, zawadi. Unajua kuna na zawadi. Mola katuambiaje? Amesema watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Hakatazi Mungu kuchukua zawadi. Sasa kiongozi naye ni mwanadamu, ana watoto, ana mke, ana familia, ana mume. Kweli moyoni haitokei kwamba nichukue kitu kidogo nipelekee wanangu? Si ni mwanadamu wa kawaida kabisa? Kiongozi wa taasisi anakwenda hajapewa hata dola moja ya kununua chochote, na anakwenda na roho yake haijachukia. Huyu bila ya shaka yoyote anataka radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni mtu anafanya kazi kwa ikhlasi, kwa sababu kama lengo ni kutalii, sisi viongozi wa taasisi hii tumeshakwenda sehemu chungu zima duniani, na kuna maeneo hasa ndo maeneo ya kutalii. Unataka kutalii, si uende Burjul Khalili pale Dubai, Burj Khalifa, ukae uone maajabu walofanya pale. Si uende Paris ukaone wazungu walofanya hii dunia. Si uende Thailand, Bangkok, ukaone mambo ya kule. Tunasafiri sisi. Sasa sisi sio safari, si haja yetu sio safari.
tunakwenda kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni taasisi inayofanya kazi kwa ikhlas, na kualikeni kwenye taasisi hii, na insha Allahu Ta'ala mtatushukuru na mtakuwa mashahidi wetu siku ya Kiyama kwa utumishi tutakao watumikieni. Mwenyezi Mungu akuongozeni nyinyi na mimi na sote. Mwenyezi Mungu atufungulie, atupeleke hija mwaka huu sote insha Allahu Ta'ala, kwa fadhili zake na kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sote tutafanikiwa. Baada ya kuyasema hayo, al-akh al-fadil Sheikh Abbas Amidul Am Mudirul Muassasa yuko hapa, bila shaka anacho cha kusema kuanzia hapa kwenda mbele katika kutia nguvu maudhui kama hii. Mimi nimkaribishe kwa heshima kubwa Sheikh, karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Namshukuru makamu mwenyekiti wa taasisi yetu ya Al-Safa Haji and Umrah Trust, ad-da'i ila Allah fadilat al-Sheikh Athman bin Khamis Chekechea, na mzee wetu Sheikh Babu. Mimi naitwa Abbas Ramadhani Abbas, kama alivyotangulia kueleza Sheikh Athmani, Director of Operation. Mimi naingia popote pale kutumikia watu katika taasisi hii. Ashukuru Sheikh Athmani ameeleza mambo mengi sana. Kueleza kwake pameshatosheleza sehemu kubwa. Kuna ibara moja tu kidogo tukumbushane, na nimemwomba hapa kwamba pia tunatoa huduma ya kuhijiwa watu kwa kiasi cha dola 2500, na sisi sasa hivi takriban miaka yote alhamdulillah tumeaminiwa na familia mbalimbali na ndugu mbalimbali kulikamilisha hili la ibada ya kuhijiwa watu, ambayo unalipa benki yetu. Baadaye nitamwomba bwana Babu kidogo ashike na kipeperushi, nafikiri kipo hapa, alafu ndugu waandishi wa habari kwa utaalamu wenu mtakizumu, mtakiona kipeperushi kitaletwa hapa. Kwa hiyo hilo tu mimi binafsi nilitaka nilikumbushie kwamba taasisi yetu inachukua dhamana kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuwahidia watu, na tunafanya hivyo, na ndugu tumepata uaminifu huo kwa hali kubwa sana, tumekuwa tukiwahidia watu, na gharama ni kama nilivyoendelea kusema ni dola 2500. Nikumbushe tu labda kutia nyama katika mazungumzo aliyosema Sheikh Athman Khamis, ni kwamba kuna mazoea ambayo yale mazoea yanaharibu taratibu za kiibada. Mazoea kwamba watu wameshazoea kwamba ibada ya hija kuja kulipa baada ya Ramadhani. Nikukumbusheni tena ndugu watazamaji na ndugu waandishi wa habari, mtufikishie hizi salamu kwamba dunia sasa imeshabadilika na mfumo wa hija umebadilika. Kwa hiyo baada ya kuwa mmetusikiliza hapa viongozi baadhi wa taasisi ya Al-Safa, na kuombeni sana tena sana kwa wale wadhamini ambao wanawapeleka watu hija wawalipie mapema sana, na kwa wale ambao wanaenda kuhiji wenyewe walipe mapema sana. Wale wanaopeleka watu wawalipie mapema sana, na hao wanaokwenda wenyewe walipe mapema sana, na watu ambao tayari wanataka ndugu zao wahijiwe pia walipe mapema. Pesa zetu zile zikafanye procedures na process kule haram ya Maka katika Wizaratul Haji. Kwa hiyo hili lilikuwa ni la kwangu na kiasi cha maneno machache haya, kwa sababu tayari kiongozi wetu makamu mwenyekiti ameshapita bahari nzito kabisa, kavuka ngazi zote. Mimi kama nilitaka nikumbushe sehemu hii, nikiitwa Abbas Ramadhani Abbas, mtumishi wa section zote za Al-Safa Haji and Umrah Trust. Nachotaka kukwambia, twende na Al-Safa. Kuna wataalamu waliobobea katika taaluma hii ya hija kisawa sawa. Wengine wana hija zaidi ya 25-30 wakiwaongoza watu, so kwenda kuiji kuwaongoza watu. Na sisi niseme jambo moja, Al-Safa pia tumetoa matawi ya kuwafundisha watu kuongoza watu ibada za hija, ambao nao wako katika sehemu mbalimbali bila ya kuzitaja. Hii Al-Safa kutokana na utaalamu waliokuwa nao viongozi wao
kina Sheikh Uthman Khamisi, Sheikh Muhammad Abdulrahman Dedes, mwenyekiti wetu. Itakuwa ni midhulumu ulimi wangu kama sikumtaja kwa hikma zake na ilivyo ibada ya hija ilivyokuwa katika kichwa chake, wameweza kutoa matunda ya watu wengi kusaidia kufanya ibada ya hija kwa weledi. Baada ya kusema hivi niseme wama alaina illa albalaghu mubin. Assalamu alaikum.